Mungu alikuja kunikamata. Wokovu wa kuhubiriwa mimi uligoma. Mungu alikuja kunikamata kwa mtu ambaye nilikaa naye karibu. Nilivyomaliza sekondari, nikawa niko kwenye hospitali ya ndugu, ninafanya hapo. Nikawa na pharmacy, kwenye pharmacy niko na dada. Namuona mdada mfamasia. Huyo dada kila akishahudumia mtu kama hamna watu, anakaa pembeni anasoma Biblia. Nikaanza kumfuatia. Dada mzuri, mrembo. Ninamwangalia, huyu dada ina maana ameokoka. Mimi namwangalia, ameokoka huyu dada. Anasoma neno lake. Anasoma neno. Afu ananieleza habari za kanisani kwao, ananieleza habari za kanisani kwao. Hanihubiri, ikafika mahali nataka tu aniambie niokoke. Na Mungu kupitia hivyo ndio nikaweza kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu kama sisi wenye mioyo migumu mpaka tupigwe tanji. Kwa hiyo nilivyokamatwa hapo, nakumbuka kwenye maombi yangu siku hiyo, maki watu wengi walikuwa wananiambia, wewe nakwambia mume wako ni mchungaji. Nasema wewe, siwezi kuolewa na mchungaji, siwezi kufanya hilo kosa. Asa huo muda sasa ndio mambo, kila kitu kimeondoka, tushapata aibu zote. Nikaambia Mungu, yamkini umemuita mume wangu kuwa mchungaji. Baba, mimi ninamwachilia. Mtumie, nitasimama naye kila mahali. Bwana, nitasimama naye mimi nitakutumikia, sitajali nitatukanwa, sitajali Baba, mchukue mtumishi wako, mtumie. Muda ukaenda. Mungu akaanza sasa kusema na mimi kwa habari ya kanisa. Kwa hiyo maono yakaanzia kwangu. Mungu anatutoa mbali. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nisingeweza kuwa nimesimama hapa leo mimi kama sio hicho kipito. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Askofu mkuu anapenda kusema sio kila baya ni baya. Amen. Bwana asifiwe. Je, mpendwa ulioko mahali hapa, ni jambo gani limesimama mbele yako? Ni jeshi gani kubwa limesimama mbele yako? Yamkini umejikokota, tunakuona huko kwenye sare, unapendeza, lakini kuna jambo linaliza moyo wako. Mimi nawaambiaga watu, kama kuna mtu yoyote ukutana naye akisema hakuna Mungu, niletee. Mimi nitamuonyesha Mungu ambaye nimekutana naye. Mimi nimemuona Mungu akinitoa kwenye magumu. Nimemuona Mungu akinipigania. Nimeona Mungu akinisaidia. Kwa hiyo kama kina Yoshefati, ukija kumalizia hiyo habari sijamaliza, ni habari nzuri sana, inatia moyo. Mungu aliwaambia hiyo vita ni yake. Nataka nikwambie, hawakupigana. Mungu aliachia waviziao, wale wakaanza kupigana wao kwa wao. Wakati wanaenda kwenye uwanja wa vita, wanakuta wale watu wamelala chini, wamemalizana wenyewe. Hivyo ndivyo Mungu anavyofanya. Kwa hiyo vita kubwa ambayo unaiona, mpendwa, usilie. Mungu atakupigania, Mungu atakutetea. Na ndio maana anasema, niangalieni mimi, hakuna mwingine kama yeye. Hakuna. Yeye anaitwa Yahweh manake aliyekuwako, yuko na ataendelea kuwako. Niko ambaye niko, ndio jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Mungu mtazame. Haijalishi unapitia nini. Inawezekana uko hapa, una cheti kutoka hospitali, umeandikiwa ripoti. Hiyo ripoti siku hizi jinsi ambavyo teknolojia imeendelea, inawezekana wamekwambia wewe una kama miaka 3. Mungu hajasema. Mgeukie Mungu kama kina Yoshefati. Ukimgeukia Mungu kama kina Yoshefati, Mungu atakuokoa. Haijalishi ni kansa, ni nini. Nikakutana na dada mmoja, akaniambia, Pastor, nimepewa ripoti kwamba nimepata kansa. Mungu amenisukuma mtu wa kwanza nije nikwambie wewe. Nikaambia tumwamini Mungu.
tumwamini Mungu. Hili ni jeshi kubwa limekuja kwako kukuvamia. Tumwombe Mungu. Sasa hivi anaendelea vizuri. Yaani yeye ndo ananitia ushuhuda, ananiambia Pastor, mimi ni mzima. Ninasonga mbele. Mungu ananitetea. Bwana Yesu asifiwe. Una ripoti gani? Huyo ripoti unakuja nayo hapa madhabahuni. Unakuja kuilaza hapa. Kama mfalme Hezekia wakati alipopokea ule waraka wa Senakeribu, unaulaza hapa. Unaambia Baba, angalia, mimi wakati ule napitia mapito. Hatujui tunatokaje kwenye swala lile. Siku hiyo wamekuja kupiga mnada. Wamesema mna siku 28 za kuishi kwenye hii nyumba, itabidi mtoke. Leo ni mwaka wa 8. Haleluya. Lakini sio kwa sababu ya connection, sio kwa sababu nina mapesa mengi kwamba tulienda tu. Nakwambia tumebebwa na neema ya Mungu. Kitu ambacho nimekuwa nikimwomba Mungu nifundishe kukutumaini. Watu wengi tunasema tunamtumaini Mungu, lakini hatumtumaini Mungu. Ghafla wewe ukitaka kujijua kama unamtumaini Mungu au unamtumaini Mungu, ghafla hapo umepata shida. Cha kwanza wewe unafanya nini? Labda unahitaji 50 ya chap. Cha kwanza, Mama Solita, jamani naomba ni azime. Lakini wale wa kule ndio wanafanya. Kinondoni nimeambiwa hakuna watu wa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ninauliza tena, ni jambo gani lililosimama mbele yako? Je, ni jaribu la muda mrefu? Nimekutana na watu ambao amemsubiri Bwana kwa muda mrefu, kwa habari ya mtoto, kwa habari ya kuolewa, mabinti Sayuni. Lakini mwingine ni kwa ajili ya kazi, mambo ya uchumi. Una apply kazi mwaka wa kwanza, wa pili, wa 5, wa 10. Hiyo ni vita kubwa kama ya kina Yehoshafati. Lakini Mungu leo anakuambia mgeukie yeye. Dada mmoja akawa amemsubiri Mungu sana kwa muda mrefu kwa ajili ya kupata mtoto. Akanambia mimi enzi zote nilikuwa sijawa mchungaji. Akamwambia mimi mimi siku hizi wakiita watu wanaotaka watoto siendi tena. Wewe kila siku mimi niende. Nikamwambia sasa nikwambie kitu. Mungu anachotafuta ni huo unyenyekevu. Wewe nenda mbele za Mungu, mwambie Mungu nimekuja tena na leo. Luka 1:18 inasemaje wapendwa? Luka mlango wa kwanza, Luka 18 mstari wa kwanza. Luka mlango wa 18 mstari wa kwanza anasema, maana imetupasa kumwomba Mungu siku zote, wala tusikate tamaa. Kwa nini unakata tamaa? Mungu mwenyewe, Yesu anaambia imetupasa kumwomba Mungu siku zote. Kwa hiyo umeomba mwezi wa kwanza hujapata, endelea. Wa pili, endelea. Mwaka, endelea. Miaka, endelea. Wamtumainia Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika. Nikamwambia endelea. Nikwambie kitu, leo ana watoto 4. Alisubiri zaidi ya miaka 7. Nikaambia nenda, wewe jinyenyekeshe. Mungu anatafuta moyo. Wewe nenda, wakiita nenda. Wewe unayemsubiri Bwana kwa ajili ya mwenzi. Unasema dada mmoja akanambia jamani, hata sisi wenye miaka 50 sasa tuende. Akasema unataka mume, utaki mume? Kama unataka mume, hata kama una miaka 60 unaenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana unaenda. Warembo mpo? Jamani warembo mpo? Unaenda mbele. Bwana asifiwe. Niongee na changamoto za ndoa kidogo. Wengi wamekutana na changamoto za ndoa, wababa ambao unakuta hawapo. Mwingine akasema kuna wababa go and return, anaenda anakuja, unafikiri yupo, ghafla ameondoka.
Mwingine ni ule anapotea kabisa. Nakumbuka tulivyokuwa wadogo kuna katuni tulikuwa tunaiangalia inaitwa Vanishing Duck. Kwa ina maana kuna vanishing husbands. Anapotea, haonekani. Lakini kwa sababu tuko na watu wote, inaelekea kuna na vanishing wives. Mungu anataka tumgeukie. Mungu anataka tumgeukie. Usisuse. Kuna watu wamemsusia Mungu. Wanasema kuna mtu mmoja akasema Mungu atajijua na mtu wake aliyomuumba anamjua. Pastor, usinilazimishe kumwombea. Kanipiga mkwara. Pastor, samahani, usinilazimishe kumwombea. Mungu si anamjua? Atajijua na mtu wake. Mungu anatafuta mwanamke atakayesimama mahali palipobomoka kwa ajili ya familia yake, kwa ajili ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine labda umepoteza fursa, umeenda kwenye interview, umefanya kabisa kazi, unaiona hii hapa, unaenda kuipata hiyo kazi. Ghafla inatoweka. Unaambiwa samahani, tunasikitika kuambia kwamba hatutakuchukua. Lakini yamkini uko ushapigiwa simu. Kuna mtu alikuwa ameshapigiwa simu kabisa, ashapongezwa na watu waliokuwa kule. Ghafla anaambiwa hamna. Tunasikitika kwamba hatukuchukui. Tunasikitika huwezi kupata hiyo nafasi. Mgeukie Mungu. Ukimgeukia Mungu atakuokoa. Ukimgeukia Mungu atakupigania. Mahali tulipo taifa la Tanzania, nafikiri wote tutakubaliana tunahitaji kumgeukia Mungu ili atuokoe. Tanzania inakuhitaji wewe mwanamke uliopendeza na kitenge chako hivyo hivyo na kofia yako, umgeukie Mungu kwa ajili ya taifa. Nilikutana na watu baada ya yale mambo ya mwaka jana, walisusa kuombea taifa. Walisema, Pastor, hatuoni nini maana. Tulifunga, tukaomba. Ni nini hiki Pastor? Kasema, tunatakiwa kuendelea kuomba. Tunatakiwa kuendelea kuomba. Ukisoma kitabu cha Yeremia, Mungu anawapa maelekezo wana wa Israeli namna ya kuishi kule Babeli. Anawaambia, kule Babeli inabidi Babeli uiombee. Kwa sababu ukiombea Babeli, Babeli ikifanikiwa na wewe unafanikiwa. Anaambia Babeli unaendelea na maisha yako kama vile hakuna kitu, lakini nyuma ya pazia unapiga power. Kwa hiyo wapendwa, kama na wewe uko kwenye mahali hapa na wewe ni mmoja wapo uliosusa kuombea nchi, naomba urudi kuiombea nchi kwa haraka. Kwa sababu mambo ambayo adui anayapanga juu ya nchi hutopenda kuyaona. Hutaweza kwanza kuyabeba. Lakini tukimgeukia Mungu, Mungu atatutokea Tanzania. Yaani mimi nina uhakika Mungu tumemuona, tumemthibitisha, tutamuona akitusaidia Tanzania. Tumgeukie kabisa kwa ajili ya taifa hili. Kuna mambo mbalimbali ambayo yanaendelea katika maisha ambayo yanasababisha changamoto. Sitaweza kumaliza hapa bila kuwazungumzia Gen Z. Gen Z, mikono juu Gen Z. Kama unajua wewe ni Gen Z. Jamani Gen Z, where are you? Mimi ninaitwa ni mchungaji wa Gen Z. Nyosha mikono. Hawa watu wanawanyoshia mikono sana sasa hivi. Gen Z, hawana adabu, sijui nini, Gen Z, yani lakini niulize swali, wametokea wapi? Hebu mwangalie mwenzio tu, usimwambie jambo lolote, mtazame tu pap. Yani mwangalie tu. Hao Gen Z kwao ni wapi? Baba yake ni nani? Mama yake ni nani? Kama wana shida hiyo imetokea wapi? Tunahitaji kutafakari kwa upya namna tunavyowaangalia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna utafiti ulifanyika
utafiti ulinigusa sana. Ulifanyika sio muda mrefu, mwaka 2023 na NGO mbili, moja inaitwa Uwezo, nyingine inaitwa Reli, na sio wa Marekani, hapa Tanzania. Uliangalia kiwango cha mmomonyoko wa maadili, na umri ni huo huo wao Gen Z. Kitu walichotambua, waligundua kwamba mmomonyoko wa maadili, kila vijana 10, vijana 9 wana mmomonyoko wa maadili. Kwa ina maana mmoja, utafiti walioufanya. Sasa hiyo yote haina shida. Sababu zinazosababisha sasa, hapo ndo kanisa tunatakiwa tukae vizuri. Nitaisema moja tu, zilikuwa nyingi, mambo ya utandawazi na nini, lakini ambayo walisema ni kubwa sana. Watoto wanatokea katika familia zenye migogoro, katika familia ambazo labda nimesikia hapa Benedetta akisema, sijui nitakumbuka ile single mother unahitaje? Walea peke hizo. Iko kwenye mtandao, ukienda kutafuta utakuta hiyo research. Inasikitisha. Na wakasema wababa ambao hawapatikani kwenye maisha ya watoto, walisema hivyo. Yaani malezi yamekuwa ndio changamoto kubwa. Kwa hiyo kama kanisa, kama wanawake wa WWK, tunahitaji kumgeukia Mungu, kumwomba Mungu akaturudie tena taifa, akarudie tena ulimwengu kwa ajili ya kuimarisha tena familia, ili tuweze kulea wale watu ambao Mungu amewakusudia. Mungu tunatakiwa tuhakikishe tunamgeukia Mungu kweli kweli, kwa sababu kama tukiwa na familia imara, tutakuwa na taifa imara, tutakuwa na kanisa imara. Bwana asifiwe. Unasema hawataki kuja kanisani, hawaendi kanisani. Nakwambia tumgeukie Mungu sisi, kwa kumaanisha tuwaonyeshe Mungu wetu, tuwaonyeshe. Askofu hapa ameongea, yule Mkristo ambaye maisha yake ya kanisani ni kama yale mtaani. Mungu atusaidie, tumeokoka lakini hatumwakilishi Kristo vyema kwenye ndoa zetu, kwenye familia zetu, kwenye jamii. Kwa hiyo Mungu anataka turudi, tumgeukie, tuweze kumwakilisha vyema, ili hawa watoto, kwa sababu hawa sio injili ya kuhubiriwa kumwambia si utaunguzwa moto siku ya mwisho kwamba ndio wanaokoka. Hawa wanaangalia, wana reason, wana logic, wasema yani kivipi? Yani wanapiga hesabu. Kwa hiyo hawa waone unaposema habari za Yesu kwamba wewe umekombolewa, umebadilishwa, waone hilo badiliko. Kwa hiyo hilo badiliko na wao litawagusa. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Samahani, ningeomba kujua nimebakisha dakika ngapi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu atusaidie.